Watu 10 wamefariki dunia na raia wengine 90 kujeruhiwa, wakiwemo watoto 6 waliojeruhiwa kufuatia shambulio kubwa la makombora pamoja na droni ambalo limefanywa na majeshi ya Urusi katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, usiku wa kuamkia April 24, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na huduma ya dharura ya taifa la Ukraine. Watu 31 bado wamelazwa hospitalini, amesema meya wa Kiev Vital Klitschko, na kuongeza kuwa operesheni ya uokoaji inaendelea ili kuwaokoa waathirika ambao wamekwama chini ya vifusi. Mfululizo wa milipuko ya mashambulizi ilitikisa mji mkuu wa Kiev kuanzia saa 1 kamili za usiku kwa saa za Ukraini, kama ambavyo iliripotiwa kwenye vyombo vya habari, ambapo milipuko mingine ilisikika tena majira ya saa 10 za alfajiri kuelekea asubuhi. Urusi ilirusha droni za mashambulizi pamoja na makombora ya masafa marefu aina ya ballistic, kwa mujibu wa tawala ya kijeshi ya jiji la Kiev. Kwa mujibu wa taarifa, wamesema tulikuwa nyumbani na tuliona milipuko ilianza, alisema Maria Ramianseva ambaye ana umri wa miaka 40, mkazi wa mojawapo ya majengo ambayo yameshambuliwa na shambulizi hilo. Anasema kisha alisikia sauti ya shahid, wakaenda koridoni, wakafungua milango, ndipo milipuko ilipotokea katika eneo hilo. Klitschko ameongeza kwamba watoto 6 na mwanamke mmoja mjamzito ni miongoni mwa waliojeruhiwa, ambapo huduma ya dharura ya Ukraine imesema kuwa angalau watoto 2 bado hawakuwa wamepatikana mpaka ripoti hii tunaipokea. Moto pia umeripotiwa kutokea katika majengo ya makazi, kwa mujibu wa mkuu wa tawala ya kijeshi ya Kiev, anafahamika kama Taimur Tikashenko, ambaye pia amesema magari pamoja na majengo ya kibiashara yameharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Vipande vya makombora vilivyodondoka vimepatikana katika maeneo mbalimbali ya jiji la Kiev, na amelitaja shambulio hilo kama shambulizi ambalo linaonyesha Urusi haitaki amani hata kidogo kuelekea katika mipango ambayo ilikuwa ikifanywa. Shambulizi hili kubwa limetokea saa chache tu baada ya Kremlin kuitaka Ukraine itambue kikamilifu madai ya Urusi juu ya mikoa 4 ya Ukraine ambayo inakaliwa kama sehemu ya vikosi vya Urusi, pamoja na kuitaka Ukraine kuwa na hadhi ya kutokuwa upande wowote na kusitishwa kwa msaada wote wa kijeshi kutoka mataifa ya magharibi. Mapema April 23, rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza kwamba Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ndiye kikwazo kikuu katika kutafuta amani. Baadaye usiku, Urusi ilirusha makombora ambayo yalilenga maeneo mbalimbali nchini Ukraine, na mikoa ambayo imeathiriwa na mashambulizi haya ni karibia mikoa yote, kwa sababu mkoa wa Zhytomyr, mkoa wa Dnipropetrovsk, mkoa wa pili kwa ukubwa pale nchini Ukraine wa Kharkiv, Poltava, lakini pia Kremenskyi, Sami pamoja na Zaporizhzhia na yenyewe ililengwa na mashambulizi haya makubwa ya pamoja, lakini Kiev ndiyo ambayo iliathiriwa zaidi, ilisema taarifa ambayo imetolewa na waziri wa wizara ya mambo ya ndani anayefahamika kama Igor Kaliamenko. Kufuatia mashambulizi hayo, jeshi la anga la Poland liliamsha ndege za kivita za washirika kulinda anga ya nchi hiyo dhidi ya makombora ambayo yanaweza kupoteza mwelekeo na kuingia katika anga ya Poland. Tangu kuanza kwa vita Urusi dhidi ya Ukraine mnamo Februari 2022, Urusi imekuwa ikilenga mara kwa mara miundombinu ambayo ni ya kiraia, lakini inatumiwa na mamluki na wanajeshi kwa ajili ya kuhadaa umma wa Urusi. Marekani imekuwa katika mazungumzo na Ukraine pamoja na Urusi ili kujaribu kusuluhisha vita hivyo, na Ukraine tayari imekubali pendekezo la Marekani la usitishaji mapigano kwa siku 30 ambao tayari lilishapita, wakisema Machi 11 kwamba walikuwa wako tayari kuweza kukaa na Urusi kwa ajili ya kukubaliana na masharti hayo, lakini Urusi tayari tumeona wenyewe wamegomea, wakisema walipewa ile nafasi ya mara ya kwanza lakini walishindwa kuitumia wao wenyewe. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni mwendo wa mashambulizi mtindo mmoja. Na kwa wale ambao mmefuatilia vizuri sana ripoti ambazo tunazitoa sasa hivi zinazohusu mashambulizi, mtasikia kwamba Ukraine mara nyingi sana ukisikia wanasema kuna mashambulizi ambayo yamefanywa na Urusi, ni lazima watasema kuna watoto wadogo wameshambuliwa katika mashambulizi hayo. Mnajua kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya hivyo ili kuhalalisha kwamba Urusi inafanya mashambulizi katika maeneo ambayo hakuna watu wa kushambuliwa, kwa maana ya ile target ya Urusi kwamba watashambulia wanajeshi, watashambulia miundombinu ya kijeshi pamoja na miundombinu ya nishati. Sasa Ukraine wanawatumia watoto kama ngao ya wao kwenda kujisafisha na kutoa mlio
kwa hao washirika wao, jambo ambalo pia Urusi walisema wenyewe wameshalishtukia mapema zaidi. Lakini pia nimekutana na hiyo ripoti nyingine ambayo pia nayo inagonga headline, ambayo inahusiana na kile ambacho kimezungumzwa na Urusi, ambapo mkuu wa usalama wa pale Urusi anayefahamika kama Sergei Shoigu amesema vikosi vya NATO nchini Ukraine vinaweza vikachochea kutokea kwa vita ya tatu ya dunia. Hii ni kauli ya mkuu wa usalama wa pale Russia, ambapo amesema uwepo wa walinda amani wa kigeni unaweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Urusi pamoja na nchi hizo. Upelekwaji wa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine unaweza kusababisha mgogoro kati ya Russia pamoja na NATO na hatimaye kuchochea kutokea kwa vita kuu ya tatu ya dunia, ameonya Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Urusi. Kwa mujibu wa Shoigu, anasema jina la walinda amani linatumika kama kisingizio cha lengo halisi la kutaka kutoa udhibiti wa Ukraine. Mawaziri wa ulinzi kutoka baadhi ya mataifa wanachama wa NATO wakiongozwa na Uingereza na Ufaransa wamekuwa wakijadili wazo la kupeleka kikosi cha walinda amani nchini Ukraine, na wamedai kwamba wanajeshi hao wataleta amani ya kudumu kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo Urusi yenyewe imekataa vikali upelekwaji wa vikosi vya NATO au vikosi vya nchi wanachama wa umoja huo kwa kisingizio chochote kile kwenda nchini Ukraine. Kwenye mahojiano ambayo yalimetolewa tarehe 24 ya mwezi wa 4, ambayo mahojiano hayo yamefanywa kati ya Shoigu pamoja na wanataaluma ya habari, ambaye Shoigu amewahi kuwa waziri wa ulinzi wa pale Urusi, amesema kwamba uwepo wa walinda amani wa kigeni katika maeneo ya kihistoria ya Urusi utasababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya Moscow pamoja na NATO, hali ambayo itasababisha kuzuka kwa vita kuu ya tatu ya dunia. Na kwa mujibu wake, wanasiasa wenye busara barani Ulaya wanatambua hatari hii. Shoigu anaamini kwa jina la walinda amani linatumika kuficha lengo la kweli la kutoa ardhi pamoja na rasilimali za Ukraine, huku akisisitiza kuwa ni sahihi zaidi kuwaita wanajeshi hao ni wavamizi au ni watekaji. Shoigu ameelezea kwamba Urusi ilikuwa inapinga uwepo wa vikosi vya kijeshi vya NATO nchini Ukraine hata kabla ya operation hiyo kuanza, akisema moja ya sababu kuu ambazo zilisukuma Urusi kuanzisha hiyo special military operation ya kijeshi nchini Ukraine Februari 2022 ilikuwa ni hofu ya Urusi ya kuwepo kwa NATO kuanzisha miundombinu ya kijeshi pale nchini Ukraine. Kabla ya kuanza kwa operation, Shoigu alisema Uingereza ilikuwa inajenga kituo cha jeshi la wanamaji katika jiji la Ochakov katika mkoa wa Mykolaiv nchini Ukraine, na kituo hicho kilitumika kuwafunza vikosi maalum vya majini vya Ukraine na pia kama jukwaa la kuendesha operation dhidi ya Urusi. Mwezi Januari mwaka huu, Kiev pamoja na London zilisaini makubaliano ya ushirikiano wa miaka 100 ambayo yanajumuisha mipango ya kuanzisha miundombinu ya kijeshi nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na kambi za kijeshi, vituo vya kuhifadhi vifaa pamoja na maghala ya silaha. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wenyewe wamesema mwezi uliopita kwamba wapo tayari kuongoza muungano wa nchi za Ulaya kuisaidia Ukraine kwa vikosi vya ardhini au vikosi vya angani wapo kutakuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Moscow yenyewe imeonya dhidi ya kupelekwa kwa walinda amani ambao hawajaidhinishwa nchini Ukraine, ikisema kuwa wanajeshi hao watachukuliwa kuwa ni malengo halali ya mashambulizi ya kijeshi, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amedai kwamba mipango ya nchi za magharibi ya kupeleka walinda amani Ukraine inalenga kuimarisha uwepo wa kuipinga Urusi katika eneo hilo na sio kufanikisha suluhu ya amani katika eneo hilo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.